Kusema ukweli mimi binafsi yangu natamani kuona Yanga wanagoma kucheza mechi ya dabi. Na natamani Yanga wagome kucheza mechi ya dabi hata kama serikali imeingilia kati ili kuhakikisha kwamba kanuni zinafuatwa. Leo Yanga wakikubali kucheza mechi ya dabi itahalalisha watu kuja kuvunja tena kanuni. Na ikihalalisha watu kuja kuvunja kanuni itakuwa mazoea. Ikisha kuwa mazoea mpira unaharibika. Lakini leo Yanga wakigoma kucheza mechi ya dabi, maana yake ni kwamba kanuni zitafuatwa, na kanuni zikifuatwa aliyefanya kosa ataadhibiwa, na watu wote sasa watajiepusha na makosa. Watu wakijiepusha na makosa tutakuwa tumefanikiwa kujenga mpira wetu. Lakini leo tukija tukisema kwamba itumike busara, Yanga wapeleke timu uwanjani wakubali kucheza mechi ya dabi, itakuwa ni mazoea kama ambavyo leo kufanyika huko nyuma, na hiyo itakuwa pia hakuna maana ya kutengeneza kanuni. Kwa mimi binafsi natamani kuona Yanga wanagoma kupeleka timu uwanjani kama ilivyo kawaida, na kama ni kwenda kushtaki kule kwenye mahakama michezo ya kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo, waende kushtaki kwa sababu wana haki zote za kwenda kushinda kwenye huko, hata kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo. Yanga wanaweza kwenda kushinda kwa sababu mchezo umeahirishwa kinyume na kanuni. Na kama mchezo umeahirishwa kinyume na kanuni, maana yake ni kwamba Yanga wana haki. Kama Yanga wana haki, bodi ya ligi wanapaswa kuwajibika bila kujali kwamba bila kujali kwamba busara imetumika kwa kiasi gani. Unajua, kwa sababu kanuni zimewekwa ili zifuatwe, basi zifuatwe kwanza kanuni. Kwa hiyo Yanga wakiwa na ule msimamo wa kugomea mchezo, maana yake mchezo hautachezwa. Mchezo usipochezwa itakuwa fundisho kwa viongozi wa TFF na bodi ya ligi wote kwa ujumla, na itakuwa ni fundisho kwao kiasi kwamba haitatokea tena wakaharibu kanuni kwa makusudi. Manake mara zote ambazo mechi itakuwa inachezwa watakuwa wana uwezo wa kusimamia kanuni, kitu ambacho kitatengeneza standard nzuri ya mpira wetu. Pale Misri msimu uliopita Zamalek aligomea mechi. Baada ya Zamalek kugomea mechi, Al Ahly alipewa alama 3. Msimu huu Al Ahly amegomea mechi, Zamalek amepewa alama 3. Kwa hiyo ikitumika kwenye mazingira ya aina hiyo, maana yake mpira wetu utakuwa, Simba atapata haki yake na Yanga atapata haki yake na timu zote zitapata haki zao. Lakini leo tukisema kwamba itumike busara, haya ni mambo ya kizamani ambao mwisho wa siku yatapelekea mpira wetu kudumaa na kubaki hapa ulipo. Mpira wetu sisi umekuwa sana, mpira wetu sisi umepiga hatua kubwa. Kwa hiyo tusikubali watu wakaingiza siasa zao za ajabu wakaharibu mpira. Yaani tuiache kanuni ifanye kazi yake. Tunaheshimu uongozi ulioko madarakani kwa maana viongozi wa bodi na viongozi wa TFF, lakini wao ndo ambao wametufikisha hapa tulipo. Yaani kukua kwa mpira wamechangia kwa kiasi kikubwa, lakini pia kushusha mpira watachangia kwa kiasi kikubwa kama watakubali kutumia busara sehemu ambayo inapaswa kutumia kanuni. Lakini leo Yanga ikigoma kabisa kucheza mechi, maana yake itawanyosha bodi ya ligi. Ikiwanyosha bodi ya ligi, next time watatumia kanuni, hawatatumia tena busara, kitu ambacho kitatusaidia kupigania kupambania mpira wetu kukua. Unajua Yanga ina historia nzuri by the way. Yanga imehutumika kugombania kupigania uhuru wa nchi, si ndio? Na ndio maana inaitwa timu ya wananchi. Lakini pia Yanga ni timu ya kihistoria kwenye mpira wa Tanzania. Ndio klabu ambayo imetoa makombe mengi kwenye ligi mpira wa Tanzania kuliko klabu nyingine. Maana yake ni klabu ambayo ina historia kubwa na mpira wa Tanzania. Sasa kwa sababu ni klabu ambayo ina historia kubwa na mpira wa Tanzania, hiyo historia yake inapaswa pia kutumika kuleta mapinduzi makubwa kwenye mpira wa Tanzania. Inatumika vipi kuleta mapinduzi makubwa kwenye mpira wa Tanzania? Ndio kama hivi, kwamba ikae kwenye msimamo. Uzuri viongozi wake walishaweka bayana kwamba hawatambui mechi nyingine ya dabi. Kwa hiyo kama hawatambui mechi nyingine ya dabi, maana yake ni kwamba hii ndio mechi pekee ambayo wanaitambua. Na kama hii ndio mechi pekee ambayo wanaitambua, tafsiri yake ni kwamba wao watahakikisha kwamba wanasimamia msimamo wao, kwamba mechi ambayo wanaitambua ni mechi ya tarehe 8. Maana kama ile mechi ya tarehe 8 ndio mechi pekee ambayo wanaitambua, mechi inayokuja hawaitambui, maana yake ni kwamba watasimamia ule msimamo wao. Wakisimamia ule msimamo wao na wataacha kupeleka timu uwanjani kwenye tarehe mpya ambayo itapangwa. Wakiacha kupeleka timu uwanjani kwenye tarehe mpya ambayo itapangwa, maana yake bodi ya ligi watapata fundisho. Kwa wakati mwingine hawatakosea tena au hawatakuvunja tena kanuni kwa madai ya kwamba
busara itatumika. Hapana, maanake nao wataamua kusimamia kanuni na kanuni zitafuata, zitatumika na mwisho wa siku tutanyosha mpira wetu. Tuache haya mambo ya kusema kwamba busara itumike sui nini. Tumeona pia wanachama mbalimbali wa Yanga wakizungumza wakisema kwamba hawatambui mchezo mpya, wanatambua mchezo huu ambao umepita. Kwa hiyo pia na mimi nawaunga mkono. Nawaunga mkono kwa sababu tunahitaji kuboresha mpira wetu na kukuza mpira wetu. Lakini hatuwezi kukuza mpira wetu kwa kusikiliza watu ambao wanataka busara itumike mbele ya kanuni. Hatupaswi kujenga mpira wetu kwa kuwa na viongozi ambao wafuati taratibu. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi naunga mkono Young Africans, wanapaswa kugoma. Mimi binafsi yangu natamani waendelee kugoma ili bodi ya ligi na watu wengine wote wafuate kanuni. Wakifuata kanuni ndio mpira wetu utakuwa. Mimi huo ndo msimamo wangu. Na nimeona kuna wengine wanaenda mbali, wanataka viongozi wa bodi ya ligi, viongozi wa TFF wajiuzulu. Of course wana hoja zao, na kila mtu ana uhuru wa kuzungumza cha kwake ambacho anakiona, lakini sitaki kuingilia upande huo kwa sababu kujiuzulu kwa kiongozi nini ni swala lingine. Linatakiwa linamhusu zaidi kiongozi yule, lakini mimi ninachokiamini kwamba kwa sasa tunahitaji kuona mabadiliko makubwa ya kwenye mpira wetu kwa watu kufuata kanuni. Na ili kanuni zifuatwe ni lazima watu wanaovunjia kanuni waweze kuwa na msimamo. Yanga wamevunjia kanuni, inabidi wawe na msimamo, wagome kucheza mechi ili mwisho wa siku Yanga wapate haki yao. Wakipata haki yao watu watasimamia kanuni kwa wakati mwingine na zitasimamiwa ipasavyo na mpira wetu utaimarika kwa kiasi kikubwa.